Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Bila shaka ubuheri wa afya popote pale ulipo. Ni ukaribishe katika kapu la habari siku hii ya leo. Jina langu ni Zuberi Mgaya ambaye nitakupitisha kwa upande wa habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nitamwalika hapo baadaye Hilali Sefuriami kwa ajili ya kukupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini awali ya yote mtazamaji, ni kupitisha katika muktasari ya miongoni mwa machache katika mengi ambayo tutakuwa nayo katika siku hii ya leo. RC Mtanda agiza watumishi idara ya ardhi kufanyiwa tathmini ya kiutendaji. Wizara ya Maji, Nishati na Madini, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar yawaonya wanaovamia maeneo na kuharibu miundombinu ya maji. Katika habari za kimataifa, watu 19 wauawa katika mashambulizi ya anga nchini Lebanon. Naam, nikukumbushe tu mtazamaji kuwa mbali na kuyapata matangazo haya kupitia katika kisimbuzi chako cha Azam TV, lakini pia unaweza kuyapata matangazo haya kupitia katika mtandao wa YouTube endapo ukiandika Mahasin TV official channel. Utavinjari huko kapu la habari pamoja na vipindi mbalimbali, lakini pia tunapatikana kupitia Azam Max app. Tulianze kapu la habari hii leo tukianzia hapa mkoani Mwanza. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda ameagiza kufanyika tathmini kwa watumishi wa sekta ya ardhi ili kubaini wenye uwezo wa kuweza kutatua changamoto mbalimbali za migogoro ya ardhi ambao wataendelea kusalia katika idara hiyo. Nuhu Kasim Stima anatuarifu zaidi. RC Mtanda amesema hayo wakati akizungumza katika mkutano wa kusikiliza kero za wananchi wa mtaa wa Nganza, kata ya Luchelele, jijini Mwanza, akisema idadi kubwa ya watumishi katika sekta hiyo inapunguza ufanisi na nidhamu ya kazi. Ofisi ya ardhi wako watumishi wengi ambao wanajitolea, na mimi msimamo wangu ni kwamba lazima tuwe na orodha ya watu wachache ambao watasaidia serikali kumaliza migogoro ya ardhi, na wala sio kuwa na kikundi kikubwa cha watu lakini bado changamoto ya ardhi iko pale. Tunao watumishi 25 ofisi ya ardhi, si ndio? Lakini tunao wa kujitolea zaidi ya 45, lakini sielewi wanalipwa na nani. Sasa wakati mwingine watu wa namna hii ndio ambao wanakusanya senti za watu, wakiwaambia mimi ni afisa wa ardhi pale jijini, njoo nitakupa hati, na mnaandika barua juu ya barua kwa niaba ya mkurugenzi. Sasa discipline inaondoka. Akitoa agizo la kufanyika tathmini hiyo, RC Mtanda amemtaka mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Mwanza kupeleka orodha ya mahitaji ya watumishi kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa ili kupatiwa kibali maalumu cha kupatiwa watumishi hao ili kuongeza ufanisi wa utendaji. Kwa hiyo nimeelekeza na wewe na kuelekeza tufanye tathmini juu ya watumishi wote wanaojitolea. Sasa mko 75. Tunataka wale 45 na zaidi wabaki watumishi wachache sana ambao wako kwenye kada zinazohitajika ambazo hatuna nazo pale halmashauri ya jiji. Nataka mkurugenzi wa halmashauri alete mahitajio yake. Anahitaji watu wa kada gani ambazo hazipo pale jijini, alafu ofisi yangu ndio itampa kibali. Katika hatua nyingine, RC Mtanda amewatoa hofu wananchi wanaolalamikia kutolipwa fidia zao na kusema kila mmoja atapatiwa haki yake anayostahili. Nataka niwahakikishie wale ambao wanastahili kulipwa fidia watalipwa fidia,
na kama nilivyosema, wenye viti wa mitaa na ile orodha ya wanaotakiwa kulipwa fidia itakuwa imeshaandaliwa. Tutawaita pia na hao watu kwenye serikali zenu huko, wataalamu watakwenda, watahakiki, tafunguliwa akaunti na tutakaa na mkurugenzi kupanga kila mtu anaanza kulipwa lini fidia yake. Naam, shukrani sana Nuhu Kasim Stima kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea hapa mkoani Mwanza. Mtazamaji, hivi sasa tuelekee huko mkoani Singida ambapo walimu zaidi ya 200 wa madrasa na markazi mkoani Singida wameweka mikakati ya pamoja ya kuinua ubora wa malezi kupitia elimu ya dini, kuhakikisha watoto wanapata mafundisho sahihi yanayoendana na mabadiliko ya dunia. Ramadhani Idi kutokea huko mkoani Singida anatuarifu zaidi. Semina ya siku 2 iliyowaleta pamoja walimu wa madrasa zaidi ya 200 kwa wakati mmoja imewapa nafasi ya kujifunza mbinu za ufundishaji ambazo ni nyenzo muhimu katika utoaji wa elimu ya dini. Tumeita walimu ambao takriban wako 214. Lengo la semina au la kuitwa huko walimu, tuje tujadili kwa pamoja na kuwapa mbinu elekezi na namna ya kuweza kufundisha kwenye madarisi zetu za dini. Tunatarajia kwamba tukitoka hapa, tukirudi kule vijijini mwetu, tutafundisha dini ipasavyo kwa njia rahisi na kwa namna ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akifundisha wanafunzi wake. Mategemeo yangu kwamba baada watu kutoka hapa watakuwa wametoka wapya, watafanya majukumu yao kwa weledi, kwa nguvu na kwa moyo, kwa sababu washapewa maelekezo ambayo yanatosha kwa kweli kuwapa nguvu ya kufanya majukumu haya. Katika hatua nyingine, walimu wamehimizwa kuwa na mpango kazi ulioandikwa na unaotekelezeka ili kuwaongoza katika utoaji wa mafunzo kwa namna ambayo malengo ya ufundishaji yatafikiwa. Wengi wetu hatuandiki malengo na wala hatuyafanyii kazi yale tunayotarajia kuyafanya kwa sababu hatujayaandika. Hilo pia tumewakumbusha walimu wote, kila mmoja awe na mpango kazi ili kusudi tuweze kufikia yale malengo ambayo tunayatarajia. Na haswa katika mipango kazi, si kufundisha tu, hata kazi zingine zinahitaji pia kuwe na mipango. Mimi kama mimi nimefaidika, nimepata maelekezo ambayo maelekezo hayo nafikiri kwamba kama tutazingatia vizuri tutaweza kuleta mabadiliko katika ufundishaji wetu. Tunashukuru kwa hizi semina kufanyika hapa na tunaomba ziwe zinafanyika mara kwa mara kwa sababu zinamfanya walimu aweze kuboresha ufundishaji wake. Alhamdulillah, tunashukuru mashekhe kutukusanya hapa kwa ajili ya pia kufahamiana, ni miongoni pia mwa malengo. Usia wangu kwa Waislamu wote waige hiki kinachofanywa na Waislamu wa Singida. Kinasaidia mno. Mwalimu kwa vijijini wasipopata muda wa kubrashiwa mara kwa mara kama hivi, anaweza asitekeleze majukumu yake ipasavyo. Kutoka hapa mkoani Singida, Ramadhan Idi wa Mahasin TV. Shukrani sana Ramadhani Idi kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko mkoani Singida. Tazamaji, hivi sasa tuelekee huko mji kasoro bahari mkoani Morogoro. Jumla ya vitongoji 1821 kati ya vitongoji 3391 mkoani Morogoro vimefikishiwa huduma ya nishati ya umeme, huku vikiwa vitongoji 1255 vikiwa katika hatua mbalimbali ya kuweza kufikishiwa huduma ya nishati hiyo. Taarifa hiyo kutokea huko mkoani Morogoro inasimuliwa studio na Hilali Sefuliani. Hayo yamebainishwa na msimamizi wa miradi ya REA kanda ya kati, mhandisi Anet Malingumu, wakati wa ziara ya mwenyekiti wa bodi ya nishati vijijini REB, Balozi Meja Jenerali mstaafu Jacob Kingu, aliyetembelea kuona jinsi ya REA miradi iliyotekelezwa kikamilifu katika vijiji vya Ulundo na Mtego wa Simba. Mkoa wa Morogoro una jumla ya vijiji 685 na mpaka sasa vyote vimekwisha kupatiwa umeme. Na kwa upande wa vitongoji tumeshavipelekea vitongoji 1821 kati ya vitongoji 3391 na vitongoji 737 kwa sasa viko kwenye hatua za utekelezaji, viko kwenye miradi ya Hamlet electrification na viko vitongoji 520 viko kwenye mradi wa HEP2B.
Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya nishati vijijini REB Balozi Meja Jenerali mstaafu Jacob Kingu amesisitiza huduma ya nishati ya umeme kufikishwa katika vitongoji vyote pamoja na taasisi za umma ikiwemo shule na vituo vya afya ili kuongeza ufanisi wa utendaji kazi. Umeme sio anasa, sasa hivi ni hitajio la msingi, linabadilisha maisha ya watu. Hata shule taasisi hizi zipewe elimu. Hata ofisi moja tu ikaweza kufanya nini? Kuingiziwa umeme, then the rest wataweza kufanya, kwa sababu shule inaweza ikawa ni private ama kituo cha afya kinaweza ikawa cha private, lakini aelewe benefits za kufikishiwa umeme, faida zake. Serikali imewekeza vitu vingi huku kwenye vituo vya afya, kwenye zahanati. Sasa hivi kwenye vituo vya afya wako madaktari MDs wako huko, wanafanya upasuaji, wanahifadhi dawa, wamepewa majokofu huko. Akiongea kwa niaba ya wananchi, mwenyekiti wa kijiji cha Mtego wa Simba Shomari Jaeka ameshukuru na kuipongeza serikali kwa kuweza kufikisha umeme katika kijiji chao na kuahidi kutumia msimu wa mavuno kuhamasisha wananchi katika kijiji chake changamkia fursa ya nishati hiyo katika nyumba zao. Tunashukuru mradi wa REA umetufikia kijiji kwetu Mtego wa Simba, na imekuwa ni fursa kubwa kwa jamii na vile vile maslahi mapana kwa kijiji chetu cha Mtego wa Simba na taifa kwa ujumla. Lakini kwa sasa hivi kwa kijiji chetu ni cha asilimia 75 wakazi wake ni wakulima. Kwa hiyo tunaenda kwenye kuhamasisha jamii kipindi hiki cha mavuno watakayopata kuhakikisha wanafanya wiring na kujiingizia umeme majumbani. Wenye kuweza kuanzisha saluni wafungue saluni, wenye kuweza kufungua ofisi za kuchomelea basi wafungue, ili kuweza kusaidia jamii nyingine na kupata kama ajira kwa vijana. Shukrani sana Hilali Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko mji Kasoro Bahari mkoani Morogoro. Mtazamaji, tuvuke maji hivi sasa tuelekee huko katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu huko kisiwani Unguja. Wizara ya Maji, Nishati na Madini Zanzibar imesema itachukulia hatua kali za kisheria wananchi wanaovamia maeneo na kuharibu miundombinu ya maji, hatua inayorudisha nyuma juhudi za serikali kusogeza huduma hiyo muhimu karibu na wananchi. Rajab Shaban Matuga anatuarifu zaidi. Katika kukabiliana na hali hiyo ya uvamizi wa maeneo ya hifadhi za maji na kuharibu miundombinu, wizara kupitia idara ya maendeleo ya maji imechukua juhudi kadhaa ikiwemo kuweka alama, lakini bado kumekuwepo na uvamizi wa maeneo hayo na kuharibu miundombinu ya maji. Tumejitahidi sisi kama wizara kupitia idara ya maendeleo ya maji kuweka mabango. Kwanza tunaanza kuweka mabango ya chuma, wananchi wakayang'oa. Tukaona labda sasa tuende katika modality nyingine, tukaweka mabango ya kujenga. Lakini kama tunavyoona mabango haya wananchi wameweza kuyavunja, na maeneo haya yote tayari serikali ishalipa fidia. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Maji, Nishati na Madini Zanzibar, Bi Bwana Mvua Majid Abdallah, mbali na kuwataka wananchi kufuata sheria, kanuni na taratibu, amesema serikali haitomwonea muhali mwananchi atakayebainika kuhujumu miundombinu ya maji. Tumeona hali halisi ya wananchi wanavyoendelea na mambo ya ujenzi katika maeneo ambayo tayari yameshalipwa fidia, si mara moja na wala si mara mbili. Na bado sisi kama wizara tumeshakaa nao, kuzungumza nao na kuomba kwamba wasiingie katika maeneo ya vyanzo vya maji, kwa sababu vyanzo vya maji vile tunavihitajia kwa wananchi wote. Maji tunaochukua pale hawanywi tu watu wa Kwarara, lakini anakuja mpaka mjini, watu tunapata kufaidika kwa maji yale yale. Katika ziara hiyo kutembelea miundombinu ya maji imejumuisha wakuu wa vikosi vya SMZ, ambapo kupitia kwa kamanda wa kikosi maalum cha kuzuia magendo KMKM Komodo Azana Hassan Msingiri wamekemea vikali vitendo vya uharibifu wa miundombinu ya maji. Jitihada kubwa zifanyika na serikali za kuimarisha miundombinu ya maji, kuondoa tatizo hili ambalo ni gumu kwa wananchi wetu, ili liwe rahisi kuweza kumtua ndoo kichwani, lakini sasa hivi imekuwa ni tatizo. Bado tunataka kurudi kule kule. Ili kuweza kuweka sawa mambo haya, ni vyema kila mmoja akawa mlinzi wa miundombinu hii. Lakini sasa hivi tukiangalia Zanzibar nzima kuna shida kama hii ya wizi wa waya mbalimbali zinahusiana na upelekaji na uwashaji wa mashine na mitambo ambayo inasukuma maji katika visima vyetu. Miundombinu ya maji iliyotembelewa na kukaguliwa ni pamoja na Kilimani, Mnara wa Mbao, Maungani, Kwarara, Kibutani, Sakafuni, Mfenesini na Welezo.
Naam, shukrani sana Rajab Shaban Matuga kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka huko katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu huko kisiwani Unguja. Mtazamaji, hivi sasa tuelekee huko mkoani Manyara. Wananchi wa kijiji cha Gendamar kilichopo katika halmashauri ya wilaya ya Mbulu huko mkoani Manyara wameshukuru serikali kwa kuondolea adha walizokuwa wanakabiliana nazo, ikiwemo wanafunzi kushindwa kwenda shuleni zinaponyesha mvua baada ya serikali kukamilisha ujenzi wa daraja Gendamar. Kutokea huko mkoani Manyara, mwanahabari wetu Mbwana Juma anaarifu zaidi. Kwa miaka mingi wananchi wa maeneo hayo walikuwa wakipata shida kubwa ya kuvuka katika daraja hilo, hasa kipindi cha mvua ambapo wanafunzi walikuwa wakikwama kwenda shule na wakati mwingine wagonjwa kukwama njiani wakielekea hospitali na kupelekea kudorora kwa shughuli za kiuchumi. Hatimaye sasa adha hiyo kwa wananchi hao inakwenda kuondoka baada ya kilio chao kupata majibu kwa kukamilika kwa ujenzi wa daraja hilo muhimu kama wanavyoeleza. Tulikuwa hapa Getmari tunakuwa na changamoto kidogo wakati awali tulipokuwa daraja hatuna. Tumeomba serikali, baadaye serikali imetufikiria na ikatusaidia hata daraja. Wakati wa mwanzoni hapa ni changamoto, kuna watoto kando ya mto mvua ikinyesha shule siku hiyo ni hamna. Sasa hivi tunafurahi sana, serikali ya Mama Samia ametujengea na akina mama tumewanusuru. Kwa kweli tunawashukuru sana serikali ya Mama Samia. Nao baadhi ya wanafunzi wamesema kukamilika kwa daraja hilo kunawafungulia fursa mpya, kwa kuwa mara nyingi walikuwa wakishindwa kuhudhuria masomo hasa kipindi cha mvua kutokana na kushindwa kupita. Kuingia kwa daraja hili kumesaidia kuongeza ufaulu wa mtihani darasani. Pia imetusaidia kupata muda mwingi wa kujisomea. Hapa kijiji cha Gendamar kipindi hakina daraja, kikweli tulikuwa tunapata changamoto kubwa. Siku zingine wanafunzi walikuwa wafike shuleni kipindi ambacho mvua inanyesha, na pia wazazi walikuwa wanalalamika kwamba kuna umuhimu wa daraja hilo kujengwa kwa sababu watoto wengi walikuwa wafike shuleni. Sisi walimu tulikuwa tunakosa wanafunzi kabisa. Kwa siku unaweza kukuta nusu ya wanafunzi hawajafika shuleni kutokana na mvua nyingi kunyesha na kutokuwepo na daraja. Lakini tunamshukuru Mungu sana na tunashukuru pia serikali ya Samia Suluhu Hassan mama yetu kwa kutuona na kutuletea daraja hili. Sasa hivi watoto wote wanafika shuleni kwa wakati, shule jirani zinafika kwa wakati, magari yanafika kwa wakati hapa na wageni mbalimbali wanafika kupitia hilo daraja. Pia hapa shuleni kwa sasa hivi watoto wanajisomea kwa muda wote na wanaondoka kwa muda unaotaka. Kwa hiyo ni faida kubwa kwa wanafunzi wao kitaaluma, inawajenga vizuri, na kwa tunaipongeza sana serikali kwa kutuletea daraja hili. Asanteni. Nikiripoti toka wilayani Mbulu mkoani Manyara, jina langu naitwa Mbwana Juma. Jumla ya shilingi milioni 128 kutoka katika mapato ya ndani ya halmashauri ya wilaya Karatu mkoani Arusha zimetolewa kwa ajili ya ujenzi wa madarasa mawili ya awali na matundu 36 ya choo katika shule ya msingi Gekum Arusha. Tupate taarifa kamili. Ameabainisha hayo mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Karatu Juma Hokororo wakati alipofanya ziara ya kutembelea na kujionea maendeleo ya ujenzi wa mradi huo, akisema shule hiyo ina idadi kubwa ya wanafunzi, hivyo ni muhimu kuimarisha miundombinu yake. Maendeleo ya mradi wa ujenzi wa madarasa mawili ya mfano ya awali kwa ajili ya watoto wetu, lakini pia na matundu 36 ya choo kwa ajili ya watoto wanaosoma katika shule hii. Hii shule ni ipo katikati ya kabisa wa mji wetu wa Karatu na ina watoto wengi sana, na kwa kupitia mapato yetu ya ndani ya halmashauri ya wilaya ya Karatu tulitenga jumla shilingi milioni 128 kwa ajili ya kuja kuondoa tatizo la upungufu wa matundu ya choo katika shule hii, lakini pia kujenga madarasa mawili ya mfano ya awali kwa ajili ya watoto wetu kwa ajili ya kuweza kusomea hapa. Aidha, Hokororo amelipongeza baraza la madiwani wa halmashauri hiyo kwa kuendelea kupitisha bajeti zinazokusudia kuimarisha miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo miundombinu ya elimu. Mimi kwa niaba ya halmashauri ya wilaya ya Karatu napenda kushukuru uongozi wote, lakini waheshimiwa madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Karatu kwa kazi kubwa ambayo wanafanya, lakini pia kwa kuweza kutenga fedha hizi kuja kufanya kazi hii katika shule hii ya msingi ya Gekum Arusha. Lakini pia tunapenda tumshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa pia ambayo anaendelea kuifanya, lakini pia kuendelea kuimarisha miundombinu ya elimu za msingi lakini na sekondari katika halmashauri yetu ya wilaya ya Karatu.
Naam, mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutokea huko mkoani Arusha ndio inatufanya kufika tamati ya kapu la habari kwa habari za kitaifa. Hivi sasa tunapata wasaa wa kwenda kupoza kwa sekunde chache, na tukirejea ni wasaa mwingine wa kuendelea na kapu la habari kwa upande wa habari za kitaifa. Nikusihi na nikombe tu mtazamaji, endelea kusalia papo hapo katika runinga yako. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, tumerejea tena mtazamaji wa Mahasin TV, na nisiwe mchoyo wa fadhila kukupongeza wewe ambao umeamua kusalia nami hapa katika kapu la habari. Na kwa wewe kama ndio kwanza unaungana nami, kipindi hewani ni kapu la habari, ambapo hivi sasa ni wasaa mwingine wa kuzifahamu zile taarifa mbalimbali ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania kama zinavyosimuliwa naye Hilali Sefuriami. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu sasa katika habari za kimataifa. Tunaanzia huko nchini Uganda. Serikali ya Uganda inasema zaidi ya watu 100 wamewekwa karantini, huku maafisa wa afya wakijitahidi kudhibiti mlipuko nadra wa Ebola unaohusishwa na aina ya virusi vya Bundibugyo. Watu hao wamewekwa katika eneo lisilojulikana, huku timu za matibabu zikichunguza dalili za maambukizi ya Ebola. Maafisa wanasisitiza kwamba hali bado inadhibitiwa na kwamba uzoefu wa Uganda katika kushughulikia milipuko ya awali umeimarisha uwezo wake wa kukabiliana na ugonjwa huo. Alan Kasuja, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha vyombo vya habari cha Uganda na mratibu wa mawasiliano wa kikosi kazi cha Ebola, amesema nchi hiyo inategemea wafanyakazi wa afya wenye uzoefu kudhibiti hali hiyo. Haya yanajiri huku shirika la afya duniani WHO likionya kuhusu kiwango na kasi ya mlipuko mbaya wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maafisa wa Kongo wanasema kwa uchache watu 131 wamefariki dunia na zaidi ya visa 500 vinavyoshukiwa vimeripotiwa, na kuzua hofu kwamba virusi hivyo vinaweza kuenea zaidi katika kanda nzima. Kwingineko, serikali ya Uingereza imeondoa baadhi ya vikwazo dhidi ya mafuta ya Urusi, huku bei ya mafuta ikipanda nchini humo. Agizo hilo tayari limeanza kutekelezwa na inaashiria hofu inayoongezeka kuhusu upatikanaji wa mafuta kutokana na kizuizi kilichowekwa katika mlango wa bahari wa Hormuz tangu kuanza kwa vita kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Katika vikwazo hivyo vilivyoondolewa ni pamoja na vikwazo dhidi ya usafirishaji wa gesi ya asili ya Urusi iliyoyeyushwa LNG pia vimeondolewa. Hatua kama hiyo iliyochukuliwa na Marekani vimajuzi ilikosolewa vikali na baadhi ya wanaharakati kutokana na itikadi tofauti baina ya Urusi na Marekani. Bei za mafuta ya ndege barani Ulaya zimeongezeka mara 2 zaidi baada ya vita kuanza, huku bei ya mafuta katika vituo vya mafuta zikipanda. Mashirika kadhaa ya ndege nchini Uingereza na duniani kote yameahirisha safari zake na kuongeza bei za tiketi kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta ya ndege. Na tunahitimisha habari za kimataifa kwa taarifa kutoka huko Mashariki ya Kati. Mashambulizi ya angani yaliyotekelezwa na Israeli yameua takribani watu 19 kusini mwa Lebanon, kulingana na Wizara ya Afya ya taifa hilo. 10 kati ya waliouawa ni watoto 3 na wanawake 3 ambao walifariki katika shambulio moja nyumbani kwao katika mji wa Deir Qanun.
Lebanon ilianza kushambuliwa na Israel tarehe 2 ya mwezi Machi mwaka huu baada ya kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran kuishambulia Israel kama hatua kulipiza kisasi kifo cha aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei. Mashambulizi haya yanajiri siku chache tu baada ya mataifa hayo mawili kukubaliana kuongeza muda wa kusitisha mapigano kwa siku 45 ili kutoa muda kwa mazungumzo kufanyika. Licha ya makubaliano hayo ya kusitisha mapigano, Israel na kundi la Hezbollah yamekuwa yakiendelea kushambuliana. Hilal Sefuriami, Mahasin TV. Naam, shukrani sana Hilal Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hizo ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Na mtazamaji, mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada hapa katika kapu la habari, lakini kabla ya kuhitimisha nikukumbushe miongoni mwa machache katika mengi ambayo tulikuwa nayo katika siku hii ya leo. RC Mtanda agiza watumishi idara ya ardhi kufanywa tathmini ya kiutendaji. Wizara ya Maji, Nishati na Madini, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar yawaonya wanaovamia maeneo na kuharibu miundombinu ya maji. Katika habari za kimataifa, watu 19 wauawa katika mashambulizi ya anga nchini Lebanon. Naam, mpaka kufikia hapo mtazamaji wa Mahasin TV, mimi sina la ziada hapa katika kapu la habari, ambapo muda wote ulikuwa nami Zuberi Mgaya nilikupitisha kwa upande wa habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nilimwalika hapa Hilal Sefuriami ambaye amekupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Nikutakie tu wakati mwema na utazamaji mwema pia wa vipindi mbalimbali kupitia channel namba 455 katika kisimbuzi cha Azam. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Nikuache na utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa nchini TMA kwa saa 24 zijazo. Billahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante na kwaheri kwa sasa. Uhari gani mpenzi mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu mkoa wa Kagera pamoja na Mara kunatarajiwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Sehemu nyingine za nchi zinatarajiwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Kwa siku ya kesho, upepo unatarajiwa kuwa wa wastani katika baadhi ya maeneo ya nchi, isipokuwa katika maeneo ya mwambao pwani ya Bara Hindi, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, huku mamlaka ya Tanzania ikitoa angalizo la matarajio kuwa na vipindi fupi vya uwepo wa upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa katika maeneo yote ya mwambao pwani yetu ya Bahari ya Hindi. Ni vyema mtumiaji wa bahari na ule unapenda kwa katika fuku za bahari kuwa makini na angalizo hilo. Hali kadhalika, viashiria vya mvua vinaonekana kupungua kwa kiasi kikubwa katika maeneo mengi ya nchi, hali iliyopelekea siku ya kesho kutajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua itakayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria yakijumuisha na mkoa wa Kigoma, isipokuwa katika mkoa wa Shinyanga, nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba kutajwa kuwa na hali ya mvua nyepesi japo ni katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Sehemu nyingine za nchi zikitajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na sasa tumalizie tubitu kwa kuangalia matarajio siku nne zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam inatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi kwa maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa upande wa mkoa wa Dodoma unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Mwanza kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mbeya kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Kwa upande wa mkoa wa Kilimanjaro unatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi pamoja na vipindi virefu vya jua. Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya vipindi virefu vya jua pamoja na mvua nyepesi kwa maeneo machache. Arusha kunatarajiwa kuwa na hali ya vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi kwa maeneo machache. Nikushukuru kwa usikivu wako na kutakia wakati mwema.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.